Taasisi ya Ukumbusho wa Zaka Tanzania TAUZACTA imekuwa ni suluhisho la walimu wa madarasa hapa mkoani Morogoro na taifa kwa ujumla. Na kama tulivyosema hapo mwanzo kwamba suluhisho sasa la walimu wa madarasa hapa mkoani Morogoro limeweza kupatikana, na hawa unaona ni walimu wa madarasa ambao wamekuja kuhudhuria katika taasisi hii katika semina hii maalum, semina ambayo imeandaliwa na taasisi hii kwa lengo moja la kuamua kiuchumi hawa walimu madarasa na mambo mbalimbali ambayo mengi ambayo yameandaliwa, bila kuwasahau wageni waalikwa waliofika katika hadhara hii na walioweza kufika katika semina hii, na pia ni wakufunzi mbalimbali ambao wameweza kuandaliwa kwa ajili ya kuweza kuwapa semina walimu hawa katika hali ya kujikwamua kiuchumi ili waweze kufanya kazi ya Allah tabaraka wa taala. Na miongoni mwa wakufunzi ni taasisi moja au mbili tatu ambazo zilizofika katika semina hii. Taasisi ya kwanza ni TRA ambao wameweza kufika hapa kwa ajili ya kueleza mambo mbalimbali, namna ya ulipaji wa kodi, namna ya vitu mbalimbali, maelekezo mbalimbali, namna ya kuweza kuepukana masuala ya rushwa kwa maana ya kukwepa katika ulipaji wa kodi. Lakini pia kuna taasisi za kifedha pia zimeweza kufika hapa ikiwemo NMB, CRDB na baadhi ya taasisi nyingine pia ziliweza kufika hapa kwa ajili ya kuweza kuwapa msaada wa kielimu na msaada wa mambo mbalimbali ya kujikwamua kiuchumi katika semina hii. Naam, kama tulivyosema hapo awali, hii ni semina adhim, ni semina tukufu kabisa, semina ambayo imebeba mambo mbalimbali na malengo mbalimbali, na kwa ujumla kwamba semina hii imefanyika katika ukumbi maalum ambao umeandaliwa na mlezi wa walimu hawa ambaye anaitwa Sheikh Hamadi Islam, ambaye ameweza kuandaa ukumbi huu ukiwa ni hapa nyumbani kwake, na Allah subhanahu wa ta'ala amjalie mlezi huyu aweze kumpa khair na baraka na aweze kuthibitisha kauli zake na nia zake ili kuweza kuwasaidia walimu hawa. Na aliweza pia kusema maneno mbalimbali na kuweza kabisa kujikita na kuweza kubeba jukumu hili la walimu madarasa katika masala mbalimbali ya kuwaongoza, ya kuelimisha na pia kuwapa msaada wa kujikwamua katika masala ya kiuchumi. Na ambatana nami Ustadh Ali bin Ahmad Kahena, mkurugenzi wa habari na mawasiliano wa taasisi hii ya TAUZACTA hapa mkoani Morogoro. Naam, alhamdulillah, baada ya kusikiliza Qur'ani tukufu, naam, sasa ni utambulisho wa wageni waliofika katika hadhara hii kubwa kabisa, na ambayo tunasema ni semina ya walimu wa madarasa, naye anayetambulisha utambulisho huo wa wageni rasmi, wageni waalikwa na viongozi mbalimbali mashuhuri katika semina hii ni Ustadhi Abdul Aziz Abdi, naye ni mkurugenzi huyu wa mambo ya kijamii katika taasisi hii ya TAUZACTA. Naam, tuendelee kumsikiliza Sheikh Abdul Aziz kwa ajili ya utambulisho huo. Mzee wetu wa mji na chifu ndugu yetu mzee Kingavu
wengi wao hawamfahamu. Mzee, naomba wapungie mkono walimu wa madrasa. وقفت ببابك أسجي الكلام وأدعو بحب إلى من يرام وقفت وقد جنى فإني ببابك tutasubiri madini yake baadaye inshallah. Bila kusahau tumealika وقلب يولي na hawa watakuja kuzungumza baadaye. Bila kusahau tumealika taasisi au asasi ya kifedha NMB, CRDB, lakini tutaanza na utambulisho wa NMB. Ndugu yetu Sheikh Hamisi, naomba wasalimie Waislamu. Bila kusahau tunao wageni mbalimbali akiwemo almaarufu Yange, naomba atoe salamu. Sheikh Yange. Naam, bila kusahau tunaye katibu mkuu wa taasisi ya ukumbusho wa zaka Tanzania, Sheikh Hussein Kumirwa. Popote alipo, naomba atoe salamu. Vile vile hapa yupo katibu wa taasisi ya ukumbusho wa zaka Tanzania TAUZACTA, naomba atoe salamu. Sasa ni katibu mkuu Sheikh Kombo Hussein Kumirwa akija kuzungumza. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah alladhi arsala rusuli bil kutubil muqaddasati al mubashirin wa mundhirin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi arsalahu Allahu lin-nasi kaffatan bashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idhnihi wa sirajan wa hajan munira azala bihi dhalala wa nasaha bihi al-ibada wa hadhara wa bashar. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiy al-karim wa ar-rasul sayyid sanad al-azim dhil qalbi ar-rahim sallallahu wa sallam alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa salim tasliman kathiran, amma ba'd. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu mtukufu na kumtakia ziada ya rehma na amani mtume wetu Muhammad sallallahu kwa nafasi zenu mbalimbali mlizokuwa nazo, chifu wetu wa mji wetu wa Morogoro, Chief Kingalo, wahudhurishaji mada mbalimbali kutoka katika vyombo vya fedha, pamoja na mlezi wetu Sheikh Ahmad Islam. Mwenyezi Mungu akujalie sana kwa kuchukua dhima na dhamira kubwa katika jambo hili la walimu wetu wa madrasa. Sisi kama taasisi ya ukumbusho wa zaka Tanzania, taasisi iliyosajiliwa Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi kwa usajili namba ACA 19411, ni taasisi ambayo ina malengo mengi, lakini miongoni mwa malengo hayo, ukiangalia katika ibara yetu ya pili ya katiba ya taasisi yetu ya ukumbusho wa zaka, kifungu cha C kinasema TAUZACTA itakuwa na dhima ya kusimamia madrasa, misikiti, shule za msingi, sekondari, vyombo vya habari,
tovuti, magazeti na kadhalika, kwa kupata nasaha kubwa kutoka kwa mlezi wetu Sheikh Ahmad Islam. Mwenyezi Mungu wallahi, kama wengelipatikana watu wenye moyo kama Sheikh Ahmad Islam, kwa jambo hili la leo ni historia kubwa katika mji wetu wa Morogoro ambayo kaianzisha Sheikh wetu Islam. Ana mawazo mtambuka, mawazo makubwa, na ana uchungu na walimu wa madrasa, namna gani wataweza kusaidiwa kiuchumi. Ana kipengele chake atatabahari vya kutosha. Kuna namna gani sisi walimu wa madrasa, mbona tumetupwa sana? Huwezi ukasema Uislamu ukaacha walimu wa madrasa. Pamoja na kuwa taasisi ya ukumbusho wa zaka Tanzania inalea watoto yatima, wazee wasiokuwa na uwezo, watu wenye ulemavu pamoja na wajane, kuna baadhi ya sekta hizi tumefanya vizuri kidogo. Kwa mfano, kwa watoto yatima, alhamdulillah, watu wanatuletea vitu vya aina mbalimbali. Kuna mambo madogo ambayo bado tukamilisha vizuri, hasa mambo ya shule, vifaa vya shule na gharama za watoto, uniform zao na kadhalika. Kama swala ya chakula, alhamdulillah, Mwenyezi Mungu anajalia tunapata misaada kutoka sehemu mbalimbali. Upande wa wajane, Mwenyezi Mungu anayeveka tufanyia wepesi, tulifanya MU, kwa maana Memorandum of Understanding, baina ya taasisi ya ukumbusho wa zaka Tanzania pamoja na taasisi moja kutoka Arusha inaitwa Tanzania Art. Wao walituletea elimu ya ujasiriamali kwa mama zetu wajane, na sisi tulitoa wale akina mama, kwa kuwa tulijua akina mama hawa wajane ndio injini ya hawa watoto yatima. Kwa hiyo ile misaada huwa tunaipata kwa msimu, tukaona kwa hawa akina mama kuwalea watoto, kukidhi maisha yao, kujilipia kodi za nyumba na halafu kupata nauli za kila siku watoto kwenda shule, basi taasisi tulifanya jambo kubwa. Leo hii akina mama wetu wanatengeneza sabuni za maji, wanatengeneza mafuta ya kupaka, wanatengeneza batiki na wanafanya shughuli za ushonaji. Lakini bahati mbaya vitendea kazi kama vyerehani vya kudalizi pamoja na vyerehani vya kawaida hivi bado havijatosha. Wakitengeneza stadi zao za kazi hizi, wanauza na wanapata kipato cha kuweza kujimudu wao pamoja na watoto ambao wameachiwa na wenzao. Lakini jambo kubwa ambalo linafanywa na taasisi ya ukumbusho wa zaka Tanzania, mwezi mtukufu wa Ramadhani pale unapokuwa umeingia, kuna kitengo kinaitwa kitengo cha maafa. Kitengo hiki kiko chini ya taasisi ya ukumbusho wa zaka Tanzania, ambayo kila mwezi Shaabani huwa napokea barua kutoka kwa mkuu wa magereza mkoa wa Morogoro, Regional Prison Officer, kwa ajili ya kunipa takwimu gereza la Mkono wa Mara watakaofunga ni wangapi na mahitaji yao ni yapi, gereza la mahabusu, gereza la Mtego wa Simba, takriban magereza manne ambayo taasisi ya ukumbusho wa zaka Tanzania kupitia kitengo chake cha maafa kinafuturisha toka Ramadhani mosi mpaka sikukuu ya Eid al-Fitr. Hii ni kazi ambayo inafanywa taasisi yetu ya ukumbusho wa zaka Tanzania. Lakini tukaona kwa upande wa walimu bado tumefeli. Tukapata mawazo kutoka kwa mlezi wetu baada ya kukaa naye na kumpa fikra. Sisi kama taasisi ya ukumbusho wa zaka tuna malengo makubwa ya kuweza kusaidia walimu wetu wa madrasa. Sheikh Islam, unaweza ukatueleza nini unaweza ukatusaidia katika jambo hili? Wallahi alilipokea bila kupinga, na akasema jambo hili sitaki mlipeleke sehemu nyingine yoyote, kukodisha ukumbi, kukodisha sijui wapi, mtakuja kufanyia nyumbani kwangu ambako mimi nafanya shughuli zangu pale na kwenye familia yangu. Kuonyesha msisitizo wa jambo hili, mtu kulipeleka nyumbani kwake ni jambo kubwa sana, jambo la kijumuiya, lakini kalileta nyumbani na amegharamia yote haya ambayo mnayoyaona kuanzia hapa tulipo na kile tulichokipata. Inshallah ni kazi kubwa sana. Allahu Akbar. Kilio chetu kikubwa TAUZACTA itasimama na swala la uchumi kwa walimu wa madrasa. Walimu wa madrasa, kama tutashikamana na kuwa kitu kimoja kupitia mlezi wetu,
itakuwa ni historia katika mkoa wa Morogoro na itaigwa sehemu nyingine. TAUZACTA takriban ina mikoa 7 Tanzania bara pamoja na Chake Chake Pemba visiwani. TAUZACTA ipo Dar es Salaam, ipo Mtwara, ipo Tabora, ipo Katavi, ipo Rukwa, ipo na Geita. Na hizi programu zote inshallah tutapata mawazo kutoka kwa mlezi wetu namna gani tunaweza tukaenda kuanzisha na mikoa mingine ambayo iko chini ya taasisi ya ukumbusho wa zaka Tanzania, taasisi ambayo imesajiliwa kufanya shughuli hizi, kukusanya zaka na sadaka, kutoa elimu ya zaka. Walimu zangu, tutafanya kazi kubwa kupitia mlezi wetu Sheikh Islam, kuona walimu tunajikwamua. Sheikh Islam ana uwezo mkubwa wa kupata wafadhili kutoka sehemu mbalimbali, lakini hata yeye mwenyewe kama ataamua kulisimamia jambo hili, walimu wa madrasa tuungane, tuwe kitu kimoja. Na ndio maana utaona tumeleta watu wa uchumi ili watufundishe rasilimali watu hizi zinaweza zikatumika vipi. Jalia tuko walimu 100 tu, halafu kila mwalimu achangie kila mwezi shilingi 3000 tu. Kuku wa mayai, kuku wa nyama, vipande hivyo tunavyofanyia kazi za watu, hizo bodaboda zetu ziwe zetu wenyewe, kiasi kwamba ukifanya muda fulani unajua muda unakwenda madrasa kufundisha, na madrasa zetu hizo zina hadhi ya kuwa kweli hii ni madrasa, sio madrasa ukiingia na kutokea chooni. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yote haya hayawezi kufanyika kama tutakuwa hatuna umoja, na haya tunayafanya si kwa ajili ya kuonekana kwa watu, la, kwa ajili ya la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Wama jitamaa qaumun fi baitin min buyuti Allah yatluna kitaba Allah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alayhim sakina. Hapa tulipo tuko kwa utulivu mkubwa. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema wama jitamaa qaumun fi baitin min buyuti Allah, hawakusanyiki watu katika nyumba miongoni mwa nyumba za Mwenyezi Mungu, yatiluna kitaba Allah, wakisoma kitabu cha Mwenyezi Mungu, wa yatadarasunahu bainahum, na wakifundishana baina yao, wakidarasishana baina yao, wakielekezana baina yao, illa nazalat alayhi sakina, sio kwa Mwenyezi Mungu hushuka utulivu juu yao, na huwaleta malaika kuwafunika na mbawa zao na huwatakia rehema. Kwa kikao hiki ni kikao kikubwa cha rehema za Allah subhanahu wa ta'ala kwa ajili ya kuipeleka dini ya Mwenyezi Mungu mbele. Tamalizia na aya Allah subhanahu wa ta'ala anasema, ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao mlioamini, hal adullukum ala tijarati tunjikum min adhabil alim, je, nakuonyesheni biashara itakayokuokoa na adhabu kali ya Mwenyezi Mungu? Biashara yenyewe ni hii, tu'minuna billahi wa rasuli, kuamini Mwenyezi Mungu na mtume wake, watujahiduna fi sabilillah, na kufanya jitihada katika dini ya Mwenyezi Mungu, bi amwalukum wa anfusikum, kwa mali zenu na kwa nafsi zenu. Cha kwanza hapa kimetangulia mali, shekhe, cha kwanza kimetangulia mali, na ndio maana tumeliona hili tulete watu wetu wa uchumi mwenye watusaidie. Na ndio maana katika Uislamu elimu zote zinafaa. Pale Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoambiwa iqra bismi rabbikal ladhi khalaqa khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam. Hakuambiwa aliyesoma sayansi basi huyu hafai, hakusema aliyosoma physics hafai, aliyosoma chemistry hafai. Hapana, elimu zote zimetokana na Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio maana unaona watu wanakwenda mwezini, juzi wamerudi watu kutoka mwezini. Elimu zote zinatokana na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo sisi Waislamu tuwatumie wataalamu wetu ili waje watueleze, sio wewe imamu wa msikiti, wewe mhasibu, wewe ndio administration officer. Haiwezekani. Tuwape watu walifanya zao, na ndipo tulipofeli. Tuwajili watu kutokana na fani zao, watu usaidie. Tuwe na maafisa kilimo, tuwe na watu wa biashara, tuwe na watu wa mipango na uchumi. Hawa sisi watakuja kutotoa tongotongo katika macho yetu ili tuwe watu ambao tuna uchumi. Haiwezekani umehifadhi kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala
Alafu toka asubuhi mpaka jioni eti ujue utakula nini? Ndio tunaingia kwenye mambo mkurugenzi wangu wa maendeleo ya jamii ameeleza. Unaponda miti yako hiyo tayari uko barabarani unaanza kuuza dawa. Maana yake unajua hakuna solution nyingine ya kupata fedha ya kujiendesha isipokuwa hii. Ndugu zangu ni walimu wenzangu, mimi kazi nimeanza kufundisha toka mwaka 1988 huko. Na uzoefu mkubwa kweli wa maisha ambayo tunaishi sisi walimu wa madrasa. Kwa hiyo hakuna mtu atakayedanganya maisha sisi walimu wa madrasa. Mwaka 1988 niko na Sheikh Moto. Sheikh Moto simama bwana. Sheikh Kuinga simama bwana. Hawa toka mwaka 88 tumeanzisha madrasa inaitwa Safina Islamic Center mpaka leo ipo. Na tuna wanafunzi wapo akina Sheikh Afani, akina Sheikh Jumanne, akina Sheikh Muhammad wako wapi? Mnyosheni hata mikono. Haya ni matunda ambayo yamepatikana toka mwaka 88, wana maisha yao, wana familia zao na kadhalika. Ndugu zangu, naomba tuungane katika hili. Silisemi hili kwa sababu na uzoefu nalo, tunaona maisha tunaoishi. Kwa hiyo hatufanye kitu ambacho kiko nje ya sheria. Tunafanya kitu ambacho kiko ndani ya Uislamu, lakini tunafanya kitu ambacho kiko ndani ya sheria ya nchi yetu. Kwa mikusanyiko yoyote tutakayokusanyika, hatukusanyiki kwa sababu ya watu tu, hapana. Tuko chini ya kivuli cha taasisi ya ukumbusho wa zaka Tanzania TAUZACTA. Na huu tutatengeneza maalum kwa umoja wa walimu wa madrasa TAUZACTA. Na wale watakaokuwa tayari watakuja ofisini kujaza fomu maalum na kueleza fani wanazofanya. Leo hii kuna watu wamo mafundi, kuna watu wamo mafundi wa kujenga, mafundi wa seremala, mafundi wa welding, akina Sheikh Islam na kazi nyingi kufanya. Je, umoja ukikusanya na fani zenu, watu wakajulikana fani fulani ya kushona, wako Hussein watu fulani. Anapiga Sheikh Kongo, hebu niangalizie fani la mtu fulani hapo bwana, nataka mafundi 7. Wakati imeshaorozeshwa riski inakuja. Haya ndio malengo yetu makubwa. Nisimalize mambo mengi. Nasema kwanza nikushukuruni tena kwa mara nyingine kwa kuhudhuria katika jambo hili kubwa. Nasema jambo hili kubwa kwa sababu linazungumzia mambo makubwa. Hapa hakuna bla bla hapa. Tunachozungumzia ni kwa ajili ya kuendesha dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na midhali kazi hii tumeichagua, basi ifanyeni kwa moyo mmoja. Man ta'allama mas'alatan min al-ilmi qalladahu Allah yawm al-qiyamah alf qiladatan min nuri wa bana lahu madinatan min dhahabi wa kataba lahu bikulli sha'ratin ala jasadi hijjatan wa umra. Tunapata mathawabu mengi mno, tusidharau kazi hii. Wabillahi tawfiq. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, sasa ni nasaha za Ustadh Abdul Aziz Abdi kwa walimu waliohudhuria katika kuilinda dini ya Allah tabaraka wa taala. Ukisema mwalimu ndio mtu ameuchukua dhima ya kuihuisha dini yetu ya Uislamu. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, antum fil hasara akalla minhum, tuko katika hasara wengi wetu isipokuwa wachache. Hasara tulioiacha baada ya kuyaacha haya mambo manne: swala minan nas yattabi'una al-umuru la yajuzu fi dini, kwamba watu walivyoacha haya mambo manne, basi watu wakaingia kwenye mambo yasiyofaa katika dini. Kam minan nas alladhina qara'u al-Qur'an wa hum yushrikuna billah, kam minan nas alladhina yarifuna ad-din wa la yusallun wa la yuqaru fi as-salah wa la yunkiruna fi al-munkarati as-salah fi mawakin kana man kana. Wangapi watu ambao wamesoma dini lakini wanaipuzia dini ya Allah tabaraka wa taala? Watu tuko wengi, swala shirkiyati. Leo hii walimu tumepewa vigezo kwamba sisi ni washirikina. Kwa nini? Swala dini, kam minan nas alladhina yunkiruna ad-din wa hum doktoriyun. Watu wengi wamekuwa ni madokta, mashehe, wamekuwa ni waganga wa kienyeji, mashehe. Sio wote, baadhi yao. Wengi wanakosa uaminifu. Anakwambia ya kwamba nikikupa na risiti bei itakuwa hivi, nikikupa bila risiti bei inakuwa hivi, si ndio? Hiyo yote ndugu zangu Waislamu inakuwa ni udanganyifu, si ndio?
mbele za Allah, si ndio? Inakuwa ni udanganyifu mbele za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo tujitahidi ndugu zangu, tuweze kujitahidi kuhakikisha kwamba tunatoa na kufanya matumizi sahihi ya mashine za kielektroniki. Na ukipata shida yoyote inayohusiana na kikodi, hakikisha unakuwa tayari kufika TRA ili kusudi uweze kupata msaada. Endapo ikitokea labda mashine imezima ghafla, mashine imepata changamoto yoyote, hakikisha unatoa taarifa. Ile namna ya kwamba ukisubiri mpaka maafisa waangalie kwenye mfumo, mbona fulani hatuoni risiti zake zinasoma, mpaka uje utembelewe. Ukishatembelewa ndio useme iliharibika mwezi uliopita, alafu ukutoa taarifa, inakuwa haileti mantiki nzuri, si ndio? Na ya sisi kuweza kusaidiana katika kati ya TRA pamoja na mlipa kodi. Lakini pia jambo lingine, endapo kwa mfanyabiashara, endapo kwa mwaka ana mauzo ghafi ya shilingi milioni 11 na kuendelea, anatakiwa kuwa na mashine inayotoa risiti. Kwa hiyo katika swala la mauzo, kama mlipa kodi amekidhi na amefikia mauzo ya milioni 11 kwenda juu kwa mwaka, inatakiwa aanze kutumia mashine za kielektroniki au tunasema electronic fiscalized devices. Na wajibu mwingine wa mlipa kodi ni kushirikiana na TRA katika kubaini na kufichua ukwepaji wa kodi. Kwa mfano, wewe umekwenda na ni mfanyabiashara, umeenda umenunua bidhaa zako, lakini kwa bahati mbaya yule mfanyabiashara aliyekuuzia bidhaa hajakupatia risiti, basi inatakiwa uweze kuhakikisha unatoa taarifa, kwa maana hiyo ni ishara mojawapo ya ukwepaji wa nini, wa kodi. Kwa hivyo basi unatakiwa kuweza kushirikiana na kutoa taarifa za kufichua kama endapo kuna namna yoyote ya ukwepaji wa kodi inayotokea katika mazingira yako ya kazi au katika biashara yako, inatakiwa uweze kuhakikisha unatolea taarifa. Tumefundishwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, waman ghashana falaysa minna, walimu falaysa ghashana, faman ghashana falaysa minna, atakayefanya rushi huyo hayupo pamoja nasi. Tumezuiliwa katika hicho kipengele. Kwa hivyo Uislamu na masala kama haya ya TRA, wallahi Uislamu kushaelekeza zamani kabisa. Kwa hivyo tumepitia kwenye cheni hiyo hiyo. La pili, naomba mtambue uwepo wa Alhaj Sheikh Abedi Mlapakolo. Yeye ndiye mwenyekiti wa bodi wa taasisi hii ya ukumbusho wa zaka au Tauzakta, ambaye mashallah amekushaingia. Naomba ungenuke kwa salamu ndogo. Pia baada yake yeye ameingia mtu mwingine au ni maafisa waandamizi chini ya Sheikh Kombo, ila yeye yuko kwenye ngazi ya mkoa, katibu wa mkoa wa taasisi ya ukumbusho wa zaka mkoa wa Morogoro, Sheikh Suleimani Lukanda. Tafadhali naomba usimame kwa utambulisho. Inshallah na wengine taasisi na sisi tumewatambua kila mmoja kwa kheri zake. Tunaendelea sasa hivi, ninamleta kwenu au ninamsimamisha mtoa mada mwingine, na kabla hajasimama atakuwa ni Sheikh Hamis kutoka NMB Bank, Sheikh Hamis Rashid. Kabla sijamsimamisha, lindeni maswali yenu, kuna kipengele huko kitakuja, na imani mtakuwa mmeridhishwa na hii mada, na imani inshallah yatakuja maswali, wataalamu hapa. Sheikh Hamis, tafadhali mashkura, uongee na hadhara hii inshallah. Sikuonei ama dakika 10 au 15 inshallah. Asalamu alaykum. Mwalimu. Nashukuru kwa kukaribishwa kwetu hapa kwenye taasisi ya ukumbusho wa zaka Tanzania. Natambua uwepo wa Chief Kingaro, mzee wetu wa mkoa huu wa Morogoro, uongozi wa Tauzaka taifa na mkoa. Nashukuru na watambua mlezi wa taasisi ndugu yangu Sheikh Ahmad Islam, viongozi wa taasisi mbalimbali, walimu wote, asanteni sana na karibuni Morogoro. Mimi mkazi wa Morogoro kwa sasa. Mimi nimesimama kazi yangu au nimeambiwa nitoe mada kuhusu
masuala ya uchumi kama lengo la semina hii. Kama nimetoka kwenye taasisi ya fedha, kwa hiyo nina 1, 2, 3 ya kujua mambo ya fedha haya. Na vile vile kwa bahati nzuri mimi kwa imani yangu mimi vile vile ni Muislamu. Kwa hiyo ninajua kidogo 1, 2, 3 hasa changamoto za tukabili sisi Waislamu, hasa madrasa zetu, lakini hususan walimu wa madrasa. Ni changamoto ambazo zinatukabili. Kwa hiyo natumia nafasi hii kwa niaba ya benki ya NMB, tunayo masuluhisho mbalimbali ya taasisi za kidini ambayo pamoja na upande wa pili wa Kristo pamoja na Waislamu haya masuluhisho yapo. Lakini kwa kuwa leo niko kwa Waislamu ndugu zangu, kwa hiyo naomba niyazungumze ya upande huu. Moja kubwa kwa madrasa zetu, ni kweli madrasa nyingi ziko kwenye hali duni, kwa maana yao madrasa zenyewe, majengo yao, walimu wa madrasa mwenyewe mkubwa, na la ustazi ambao wanamsaidia nao hali zao ni ndogo, hali zao ni ziko chini sana, kiasi kwamba wao ndio wauza dawa, madereva wa bodaboda na kadhalika. Sasa mimi naomba kwanza niangalie chimbuko la tatizo. Chimbuko kwanza, hizi madrasa tumezifanya kuwa madrasa za wazazi. Mimi mzazi nimeleta mtoto wangu pale, basi ndio inanihusu madrasa hili. Lakini amesema katibu hapa, hatuwezi mtu yeyote Muislamu ambaye anaishi hana jambo la kulifanya kwa imani bila kuhusisha kwa namna moja au nyingine madrasa. Kwa hiyo madrasa hizi ni za jamii ya Uislamu na wala sio za wazazi wa Kiislamu. Kwanza nafikiri kitu cha kwanza tuondoe hiyo notion kwamba madrasa ni kwa ajili ya watu wote waumini wa dini ya Kiislamu na wala sio ya wazazi. Hiyo kwanza ni tatizo moja wapo. Pili, mifumo ya kuendesha madrasa inabidi tuibadilishe. Madrasa ya Sheikh fulani alishafariki, amemrithisha mtoto wake, inaendeshwa toka shehe alivyoiendesha. Kwa hiyo tubadilike hapa. Tatu, madrasa hizi zetu hazina uchumi, hazina uwekezaji wa namna yoyote, aidha liquid au vipi. Cha nne, sio kwa umuhimu wake, uwazi kwenye madrasa, uwazi hakuna. Sasa mimi naomba nianze na kwamba ushirikishwaji, tuwe na mifumo kuizurudisha madrasa hizi kwa wananchi ambao ni waumini. Tunawarudishaje? Kwanza tuwe na vikao vya mitaa kama wanaofanya serikali ya mitaa. Wenzetu upande wa pili wana vigango, wana komunio, hizo zirudi pasipo kuchagua huyu ya mzazi au sio ya mzazi, mzazi au ni muumini tu hapa, kwa sababu madrasa ni za waumini. Kwa hiyo tuzirudishe kule, na tunaporudisha tutengeneze mazingira ambayo watu wana uwazi wake, especially kwenye uchumi. Natoa mfano, nazungumza swala la uwazi. Au mimi weekend iliyopita nilikuwa nyumbani kwangu Dar es Salaam, wakati naondoka naaga mtoto wangu, akaniambia mtoto wangu, baba, ada ya madrasa, ada yenyewe natakiwa nilipe shilingi 3000, lakini uwazi wake haupo. Nampa yule mtoto wangu, ataenda kumpa nani sijui. Na wakati mwingine mimi wala sijui nalipwaje, anaweza kalipa binti wetu wa kazi pale au mama yake, au siku mimi naondoka. Hatuna mifumo ya kushirikisha, lakini mimi naamini 3000 haiwezi kaendesha madrasa.
Kwa hiyo ninaomba kwanza tuzirudishe madrasa kwa waumini, halafu kutekeleza uchumi wa madrasa. Mimi watu wengi wanasema tuwe naendesha bodaboda na nini, lakini mwalimu atapoteza focus kama atakuwa na shughuli ya bodaboda. Yeye anajua atume mtu, maana yake na ile bodaboda tunayoinunua isiwe bodaboda ya mwalimu, iwe bodaboda ya madrasa, na ikiwezekana ziwe 10, 15 huo mradi, lakini tuwe na frame za maduka na kadhalika na majumba na kadhalika. Lakini kama kuna nini, kuna uwazi, na uwazi wenyewe na uzungumzia hapa, uwazi wa fedha. Madrasa nyingi hazina akaunti za benki. Sasa hivi tunatumiana kwa Tigo Pesa. Ile Tigo Pesa inasoma jina la Mr. Juma, Ustazi Juma. Nimemtumia pesa Ustazi Juma, lakini najua pale ana maustazi wadogo wadogo 3 4. Je, ile 2000 itafika? Na kama imefika, tutajua mwaka huu tumekusanya shilingi ngapi? Lakini mtu wa mali aliyepita hapa anasema yeye ana uzoefu toka 1988 anafundisha madrasa. Katika madrasa ile kuna watu wametoka, wengine wamebaki kuwa walimu madrasa, wengine wamekuwa walimu, wengine wamekuwa mameneja wa benki kama sisi, wengine wako Marekani, wengine wako na shughuli mbalimbali. Wakina Abedi Makolo hapa, yeye engineer. Anashiriki vipi kwenye madrasa aliyotoka? Je, kwa Tigo Pesa? Je, akitaka kujua tumekusanya shilingi ngapi mwaka huu, anaonaje? Hiyo tumekosa. Lakini yote tunaweza tukahusisha watu wetu, tukaweka mifumo ya kifedha sawa sawa. Mimi nakupa mfano kwa benki yangu ya NMB. Tunafungua akaunti, tunaweza ukafungua akaunti ya madrasa, lakini tukasema tukafungua group account, akaunti kama ya madrasa lakini kwenye mfumo wa kikundi, na inakubalika. Sasa basi tukifungua ile account, tuna share account number. Ukitaka kuchangia mchango wa madrasa, labda tunasema mtaani kwetu huu, kila mtu atachanga shilingi 1500 kwa mwezi, sawa sawa na shilingi 60,000 kwa mwaka. Account number yako hii, waumini wa mtaa ule unatakiwa, na unaweza ukaenda mbali hizi account ukatengeneza control number. Ile control number inatumwa kwako, kwa sababu ulisema shilingi 60,000. Ile control number inasema fulani, shehe fulani aliomba 60,000. Aliomba kwamba yeye atachangia 60,000. Mwenye uwezo atasema laki. Mimi kwa sababu ni ahadi, tulikutana kwenye kikao na wewe ukaahidi na tulikubaliana. Maana yake mimi ninakuwa na wajibu na lazima, kwa sababu mtoa hali yako kufuatilia, sio hombi. Kwa sababu madrasa ni za kwetu, ni jamii ya Waislamu wa mtaa ule. Lakini huyu mtu anakuwa Marekani, ukimtumia account number anajenga, watu wazungu wanasema confidence, imani. Lakini tofauti ukisema Tigo Pesa yangu hii, atasema Shekombo anaenda kula na wanawe. Tukitana kwenye kikao kingine, aidha kila baada ya miezi 3 au 4, tunasema na statement yetu ya account ni hii, tulichangia hivi. Hapa tutaweka vile vile misingi. Tunasema tuna walimu kadhaa, tutawalipa 100,000 kwenye mchango yetu. Sasa hivi tumetoa hizi, lakini benki imeenda mbali. Kwa wale watakaopenda message ije ela ikitoka ataona. Simeelewana vizuri? Maana yake pale madrasa imerudi kwa waumini, sio wazazi. Sasa unaweza kutengeneza utaratibu mwingine wa wazazi. Kuna utaratibu wa waumini na kuna
kuna utaratibu wa wazazi. Hapa siwezi kuzungumza sana kwa sababu kadri nilivyokaa hapa na mengi yaliyozungumzwa na wataalamu hapa, mimi leo nimesoma au nimesoma na uwe mtaalamu wa kusikiliza, sio mtaalamu wa kujibu. Uwe mtaalamu wa kujibu kwa haraka haraka, unaweza kujibu vitu ambavyo si hata kwa masemina makubwa makongamano ya serikali kwamba tumechoka mrefu mpaka tunakuwa walimu kiasi ambacho kuzungumza watu wanafurahi kwamba uzungumzie. Lakini hiyo yaona hapa kingine tu kwamba kwa Sheikh Islam tunafahamiana miaka mingi sana kabisa, na tumesaidiana kwa maana yeye kusaidia mimi kwa migogoro mingine anajua. Ila hapa nilipoingia leo hapo mara yangu ya kwanza, lakini nilichokiona Mwenyezi Mungu kwa kweli, unaona Mwenyezi Mungu mjaribu amzidishie pale na kutoa mpaka kufanya msikiti kwa sababu wachache sana ambao wanafanya haya mambo ambayo wanafanya. Lakini vingine pia yaliyozungumzwa hapa kwa Sheikh Kombo, uliona kama alirusha mada, alichokoza mada, lakini kingine ambacho nimekiona kikubwa sana mtaalamu wa elimu akizungumza hapa, mengi watu wanaishi ni kutokuwa na uwazi. Tunaishi katika mifumo ya kiuchumi, hakuna uwazi ndani yake. Wewe peke yako, kwa sababu wewe kwa peke yako, hata unaweza kuwa wewe na mkeo, lakini hivyo tu mtu na mkeo, lakini bado hakuna uwazi kwa sababu yeye anatafutaje na wewe ni mbali. Isitoshe, katika mkusanyiko ambao watu tunauona, na hii swala la kutokuwa na uwazi ndio linarudisha nyuma Uislamu. Upande wa pili, wenzetu wanaoanzia Jumapili wale wana uwazi kwa sasa, ndio maana tunaona wao kishika kitu tu wanaanza kuweka tenti hapo na miti kama 12 kutega kaweka turubai hiyo kazungusha mabati, kwa sababu ya uwazi wao muda mfupi unazungumza kutapana gorofa. Ule ni uwazi, lakini ule uwazi wao wanautumia kwa sababu wanaweka wataalamu. Tukiona hapa leo kiongozi wa NMB, kwanza kabisa Sheikh Kombo, alafu nikije kwa kiongozi wa mtaalamu wa NMB, mlichokifanya mlichokifanya, na nisimwache mwenyekiti wa bodi, mfumo ndio na wengine pale, ndio haya nazungumza kwa wataalamu wao, wameamua kuwa na uwazi. Lakini ile jambo alikuanza kwa pamoja kwa bodi kama bodi. Kuna mtu alisimama, alifikiria, alafu alipofikiria kulikuwa na mtu wa pili, na mtu wa tatu na mtu wa nne, kaja kuwa leo tuko hapa leo. Sasa hiyo kitu ndiyo ambayo imepelekea hapa tulipo, na huu wazi endapo kama utasimamiwa vizuri, yale mwenyekevu unafuatwa na nini, lakini Islam kajitolea jambo lake kutoka hapa leo, kajitolea kwa kila hali. Cha mwisho, tunazungumza mambo makubwa sana. Mimi najua nijifungia ndani sasa. Nijifungia ndani najua tutajibu baadaye. Tumejifungia ndani, nani anajua? Bwana na mkeo ndani huko nani anajua? Shukrani. Mimi nichukue fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuwezesha mimi pamoja na nyie kuhudhuria katika semina hii yenye
yenye malengo na nia ya kuhakikisha kwamba dini yake inakwenda mbele. Nirudi kwa upande mwingine, nimshukuru katibu mkuu ambaye aliandaa hili na tulikuwa pamoja nipa taarifa ya jambo hili, lakini kwa bahati mbaya vichwa vina mambo mengi. Asubuhi nimeamka nikaamka na mambo mengine, majukumu mengine, ndio maana siko vile kisawasawa. Nimekuja kustuliwa tena na message ilikuwa hapa sasa, nishasahau. Baada ndo umri nao unakwenda, mizigo ishatangulia stand, bado sisi wenyewe. Lakini nimshukuru ndugu yangu Ahmadi Islam kwa kukubali kubeba dhamana ya kuwa mlezi wa umoja wa walimu wa madrasa, roho ya Uislamu. Lakini pia nimshukuru ndugu yangu Sheikh Hamisi, manager wa NMB Business Center pale, lakini ndugu zetu wa TRA. Hawa TRA ndo kama sisi tulivyo TAUZACTA. TAUZACTA ni taasisi ya ukumbusho wa zaka, na kama chombo kinapata nguvu, watu wanakitambua, maana yake kinakwenda kuchukua kodi kwa Waislamu, kama vile TRA inapochukua kodi kwa wafanya biashara na wananchi ambao wanapaswa kulipa kodi. Na kwa bahati mbaya chombo chetu tumekuwa tukipambana nacho kwa muda mrefu. Huko wakati tulifanya ziara tukaenda Dodoma kwenda kumuona waziri wa mambo ya ndani Bwana Masauni. Kuingia ofisini kwake nikamueleza mimi pale, bwana, tumekuja lakini tuna chombo moja mbili tatu. Chombo hiki kipo? Anashangaa, hajui. Sasa mimi mwenyewe bwana nikamwambia tena, inawezekana wewe una kodi 4, una zaka 4 5 unataka kulipa ujalipa. Na kweli mimi toka nizaliwe sijawahi kulipa zaka. Nikamwambia sasa sio wewe, mpaka mheshimiwa rais na watu wengine. Kwa sababu wewe unaweza ukawa una mashamba, unatakiwa ulipe zaka ya mazao. Unawezekana una mifugo, unatakiwa usilipe zaka ya mifugo. Una madhahabu umeweka ndani, unatakiwa ulipe zaka ya mali, kuna fedha na mambo mengine. Sasa kweli na fanye utaratibu, mje Dodoma hapa, sisi kama Waislamu kwenye bunge tuna umoja wetu wa Waislamu, nikawatangaze maeneo yote, tutengeneze mazingira mazuri, na nikipita Morogoro nitapita nione ofisi. Lakini bahati mbaya sisi Waislamu mambo yetu kama yalivyo siku zote huwa yanakuwa yakamiliki. Tukajaribu kuweka mipango ya hapa na pale, lakini ikafika pale na bwana naye kwenye wizara ile tena akatoka pale, watu serikali kama unavyojua wagai kwenye maeneo moja, lakini wanajua kabisa, wanasema kama chombo hiki kipo, mimi nitakuwa wa kwanza kulipa kodi. Kwa sababu sijui nipeleke wapi pesa yangu. Na ndio ile transparent tunasema. Mtu anatakiwa alipe zaka, anapeleka kwa nani? Unaweza kupeleka kwa mtu ikawa ndio ila ya mboga akapata siku hiyo tena na mambo mengine yakaenda. Kwa hiyo tunatakiwa tuwe na uwazi katika hatua hizo. Na tukiwa na jambo hili, tukiisimamia taasisi hii ya zaka, ikasimama vizuri, ikakusanya zaka. Maana mimi niliwahi kutoa ushauri nikasema kwanza tuanze na database. Tuorozeshe matajiri wote wa Islam Tanzania nzima. Tuorozeshe wakurugenzi, wakuu wa mikoa, wakuu wa wilaya, wa manager na watu wengine wote kwenye taasisi zote na maeneo mengine. Tukishapata database ile, kila mmoja atakuwa anapokea message yake kwenye simu na anaweza kusema kiwango chake yeye cha kutoa zaka, kwa sababu hili jambo ni la kiimani. Mtu na Mola wake, yeye mwenyewe ndo anatakiwa ajue zaka anatakiwa kutoa shilingi ngapi. Na zaka ndugu zangu sio kubwa. Sio kubwa, kwenye shilingi 100 ni shilingi 260. Kuna shilingi milioni 1 unatoa shilingi 25,000. Watu wana mamilioni ya pesa, wana haki za watu wamezishika. Na ndio maana mara umeibiwa, mara moto umetokea. This time tunaondoka nacho. Tusiseme maneno, twende kwenye utekelezaji. Miradi mingi inaweza kufanyika. Kinachotatiza ni mitaji na uwazi wa uendeshaji wa hizo biashara. Kwa hiyo tupambane, tuwaunganishe watu wenye fedha zao na watu waadilifu wa kuweza kusimamia hiyo miradi, lakini tutumie vyombo vyetu vya kifedha nchini ambavyo vinaweza vikatuassist, vinaweza vikasaidia kutunza zile fedha, na mtu akitumiwa account kama alivyosema Sheikh Hamisi pale, mwingine yuko Marekani, mwingine yuko Uingereza. Hao wote wa Tanzania na Waislamu na wana nia ya watu wema. Sisi tuna magrupu tunakaa, kuna watu wako Omani, ukipeleka tu nilia unakuta tajiri anajitaja sana Mbia Mwema 500,000. Msikiti unajengwa pale. Mzimbia Mwema laki ngapi? Vivyo vitu vinafanyika, lakini ni ukweli wa mambo hauwezi kuepukika. Uadilifu unahitajika. Tulipokuwa tunaanza, natoa mfano mwingine hapa. Huu msikiti wa Kingwa. Tulipotengeneza hesabu zake inaonekana utachukua kwenye building structure pekee yake unachukua kama milioni 755 at that time. Watu sasa tunapata wapi pesa zote hizi? Tunaweza kweli tunavunja msikiti nyewe tutajenga msikiti. Sema msikiti huu mali ya Mungu.
tukiwa wamoja, tukawa wa kweli, tukasimama kwenye uadilifu, Mungu ataleta watu wa kujenga msikiti, na msikiti utajengwa. Msikiti tumeusimamia, umekwenda mpaka kufikia kwenye hatua hili, umekwenda kwenye bilioni 900 bilioni kasoro hela kidogo. Kulikuwa na mtu pale ana hela za kusema atajenga msikiti wa Kingo Msisi na nini, lakini Mungu kaleta watu. Sasa hivi tunajenga msikiti pale kwa Sheikh Waziri Maduga. Ule msikiti na nizungumza hivi nijue kwamba Waislamu pesa wanazo na nia ya kufanya mambo mema wana. Ni watu ambao mimi mwenyewe naojenga ule msikiti sijawahi kuwaona kwa jicho langu hata siku moja. Wenyewe wanajiita waja wema, wameamua kujenga nyumba ya Mwenyezi Mungu ili Mwenyezi Mungu naye akawajengea nyumba peponi wao na wazazi wao. Hatua ya kwanza chini kwenye ground floor karibu milioni 200 imekwenda. Hatua ya pili tumenyanyua ground floor mpaka tunafunika slab yake 200 nyingine. Tumetoka pale tumeweka ghorofa ya kwanza 200 nyingine. Sasa ndio wasema kwanza tunataka tufanye finishing ili watu waanze kuingia na sisi mita zetu zisome kule. Kwa hiyo watu wapo, lakini wanatakiwa kujengewa trust. Kuna kitu kinaitwa trust. Na hii ndio tatizo, kwa sababu watu wengi wabaya wameingia, wamechafua kwenye maeneo mengi. Walimu wetu wanapata tabu kwa sababu hakuna connection hiyo. Sasa hivi walimu na kwa mtu mmoja tunakuja tumeona tuna mwalimu pale, sasa tunafanyaje? Mtu ndo anajitolea mwenyewe anasema sasa mimi nitamlipa mshahara miezi 3, baada hapo tafuteni njia nyingine. Unakuja mara nyingine kumekuja. Sasa unakuja kukuta wale watu ni wachache wenye kujitolea hivyo, lakini majukumu wanayobebeshwa ni makubwa, kwa sababu kila mtu akijua pahala fulani ukigusa mnapata mtani, basi kila mmoja anaelekea kule kule tunasema wafuniki. Kwa hiyo hata uwe na bilioni 50 ndani hazitoshi kuyafanya haya. Lakini tukijebeshana mzigo huu watu wengi kwa pamoja, jambo hili linaweza kuwezekana. Tuiunge mkono taasisi yetu ya TAUZACTA. Na sasa hivi tumejaribu kuanza kuiendeleza kwenye maeneo mengi, tumeingia karibu mikoa 7. Tunataka kupata bahati miaka ya nyuma. Nilizungumza mimi na Profesa Hassan pale, tulikuwa na somo la limleta mtaalamu mmoja Muuzi University pale wa zaka. Akaizungumza zaka pale, hata sisi wengine tukaona mimi pesa zote natoa sadaka, sijawahi kutoa zaka. Wakati anazungumza kwenye kipindi kile, mzee Salum Said Baresa akamuona kwenye TV, Iman TV. Sasa huyu anaona anamfundisha tofauti na mwalimu wangu mimi. Alipofika Dar es Salaam akamwita yule bwana. Akampigia simu Profesa Hassan, bwana huyu tunamhitaji aje. Kwenda akamwelekeza sadaka huyu bwana, yani hii ndio inavyotakiwa. Sasa mimi naomba hakuna taasisi yote ya zaka. Haraka Profesa Hassan ananipigia, mimi natoka na katiba ya TAUZACTA na kwenda pale. Sasa bwana mzee Baresa anasema mimi niwepo na mimi namuingiza na Sheikh Tawakali hapa na yule bwana atakuwepo, lakini na shehe wake kaomba wepo. Mimi sawa. Na sisi kama taasisi ya TAUZACTA Morogoro tuko tayari. Mimi hata nikiambiwa leo nivue ujumbe wa bodi na wenzangu mtawashauri kama kuna watu capable ambao wanaweza kuipeleka dini mbele wakipeleka jambo hili, tufanye hivyo. Nikawapigia simu katibu mkuu pamoja na watu wengine, haraka wakaje kile Kitunga kina nani wa mkoa, tukakutana pale. Wakasema bwana hilo jambo tunalilizia. Nenda kalisimamie, kalifanyie kazi, pengine inaweza ikawa ndio nusura yetu, na taasisi hii itahakikisha kwamba kila kitu kinakwenda katika utaratibu wake, na kama kuna fedha zinakusanywa basi zinawafikia walengwa, kwa sababu zaka kama zaka imeeleza mafungu ya watu 8 wanatakiwa kupata zaka, tutahakikisha tunasimamia. Lakini watu kama walimu wetu hao ambao tunawapigania leo ni watu ambao wanatakiwa kupewa kipaumbele ili waweze kupata utulivu, wakae kwenye madrasa zao, waweze kuwafundisha watoto, tuje tuwe na umma ulio bora. Lakini serikali pia inaweza kuunga mkono, kwa sababu sisi tunawatengeneza watu. Ukiwatengeneza watu wakapata utulivu, serikali pia inaondoa ile gharama ya ulinzi na wasiwasi, kwa sababu ina watu wema, watu waadilifu. Wakiingia kwenye maeneo mengine, maana hao watoto tunawasomesha wanasoma elimu ya mazingira, wanasoma na elimu ya dini. Wengine watatoka na kwenda kwa manager kwenye TRA huko, mabenki na maeneo mengine, watakwenda na uadilifu wao kwa sababu wamefundishwa kuwa waadilifu kutoka wadogo. Kwa serikali kama serikali tunaisaidia kwenye kipengele hicho kuona kwamba tunawaweka watoto katika mazingira mazuri ili waje wawe viongozi baadaye. Kwa ndugu zangu, niwashukuru sana na niwaombe tuendelee kuvumiliana, lakini pia ni vizuri sasa tukaweka time frame ya kuzindua mfuko. Uzinduliwe mfuko ambao tunajua madrasa ziko tofauti. Mfumo ule meneja Hamisi hapa amezungumza, wa kila madrasa ya mtaa ianzishe ili aweza ikaenda vile kwenye kila mtaa na madrasa yao.
lakini tunaweza tukaanzisha mfuko wa walimu wa madrasa wote wa pamoja ambao utakuwa na mchango utakaoingia, lakini pia na watu watakaoweza kuchangia kwa hiyo akaunti ya benki, ili hata mwalimu anapokuwa na matatizo baadaye tutaupangia utaratibu wake baada ya mfuko ule kumachua. Tumeambiwa hapa kuna jamaa wa taasisi ya pili wana karibu 100 na kitu. Na sio nini jambo la nililia la kushangaza. Kama tunatengeneza mfuko alafu tunawaendea watu wakaelimishwa, watafanya hivyo. Sasa hivi watu wengi sasa hivi weka ni chat hapa kwamba kuna mchango wa kuchangia msikiti, kuna mchango wa kujenga madrasa, kuna mchango wa kumlipa mwalimu. Watu watatoa mchango wa kujenga msikiti, watatoa mchango wa kujenga madrasa, mchango wa kumlipa mwalimu wa watoto. Sasa haya majengo mnayojenga bila ya kuwa na walimu wenye kuwafundisha watu, wanaswali nani? Wanafunzi wa kusoma madrasa hayupi, kwa sababu mwalimu ana hali mbaya, anakwenda kukata kuni, anakwenda kulima, anakwenda kuvua samaki kule. Nani atakayekuja kuendesha ibada katika majengo au nani atahudhuria kwenye majengo hayo? Kwa hiyo tunataka tuanze na mwalimu kwanza. Watu wakishajua umuhimu wa mwalimu akafundisha watu wakajengwa imani, michango ya madrasa itatoka, michango ya misikiti itatoka na mambo mengine yataendelea. Kwa hiyo niwashukuru sana kwa kunisikiliza na nimechukua muda wenu na muda wa dhuhuri umeingia, lakini ilikuwa niyazungumze haya nisije nikaondoka nayo moyoni bila ya kuyasema. Picha ya madrasa zetu Tanzania nzima ni ya kusikitisha, tofauti na wenzetu wale pale nimewaambia South Africa wana mifuko mpaka ya kwenda kusomesha watoto nje ya nchi. Na kipindi fulani niliwahi kuwa connect wale jamaa wa Muslim Aids wa South Africa pale na Islamic Foundation ya. Wanawasomesha, wana scholarship za kuwalipia watoto nje ya nchi yao. Yaani ndani ya nchi wanaweza na nje ya nchi wanatoka. Kwa hiyo hili sio ndoto, linawezekana. Linawezekana kwa watu kushikamana kwa umoja, kwa kweli, lakini tukajenga mioyo yetu kwamba tunachokifanya kina malipo makubwa, tunachokifanya ndicho tunachotakiwa tufanye. Inawezekana kabisa, na umaskini na mambo mengine yakaondoka, madrasa zetu zikatengenezwa za kisasa. Lakini ukipata sehemu yenye madrasa ambayo ina fursa labda ya kupaki gari, kupaki bajaji, vitega uchumi hivyo, kuweka frame 2 3 ziwekwe ili ziweze kusaidia kupoza hizo gharama za kiuchumi na mambo mengine. Kwa hiyo baada ya kusema haya, nashukuru sana. Waheshimiwa mashaikh wangu, walimu wangu wa madrasa, kwanza na furaha kubwa kuungana nanyi katika hii siku ya leo, siku ambayo tutakuwa tunaitamani kwa muda mrefu kukutana na kujadili na kupeana mawazo na fikra. Na nimependa sana ujio wenu, mashallah watu zaidi ya 100 ambao wamefika. Napenda pia kumshukuru Sheikh wangu Kombo na mashaikh wengine hapa kwa kulisimamia hili swala. Ni swala mwanzo walipokuja kunieleza, niliona kama swala ambalo linaweza likawa dogo. Sikutegemea kama linaweza likawa swala kubwa kama hili. Na hili swala ni swala pana sana. Tukianza kulijadili nadhani hii siku tunaweza tukakaa mpaka usiku wa manane. Tukianza kila mmoja akitoa hoja zake na akitoa fikra zake. Lakini ukweli ambao upo hapa, tutazunguka lakini tuongee ukweli kwamba walimu wetu wa madrasa wana hali ngumu sana. Na hakuna alichoongea ndugu yangu Abedi. Maana mambo mengi ambayo nataka niongee mimi, mashallah mashaikh hapa wameshayatafuta. Kwa hiyo siwezi kurudia na muda ushaenda. Lakini ndugu yangu Abedi nimezungumzia kitu kimoja kikubwa sana. Watu wanajenga misikiti, wanajenga madrasa, lakini hakuna walimu. Na ishara inayokwenda mbele, tunapokwenda huko tunaweza tukapoteza wanazuoni. Kwa nini wanazuoni watapotea? Kwa sababu mwanazuoni anakaa kwenye madrasa halipi kitu chochote, au anapata pesa kwa shida. Hata yule anayemfundisha atapenda kuwa mwanazuoni ajaye. Mwisho wa siku itatokea tu watu watakuwa wanaingia tu kwenye misikiti, watu wanasali tu wanaondoka, hakuna chochote. Mtu anaingia saa muda wa kusali, chochote atasalisha. Mtu atapiga adhana, mwingine atakimu sala, na watu watasali, kila kitu kinaondoka. Lakini tumejiandaa vipi kuwa na wanazuoni wajao? Maana usitegemea wanazuoni watadumu milele. Wanazuoni wengi wameondoka, wanazuoni wengi wamefariki. Je, tutapata wanazuoni wapya? Kila mtu ataogopa kwa mwanazuoni, akiona iwapo mwalimu wake halipi chochote. Mwalimu kakaa hali yake mbaya, hali yake ngumu, kipi kitachompendezesha hata alipo, hata awe mwanazuoni mpya?
watoto wamekaa tu kwenye madrasa, unakuta wazazi, mimi nikueleze wazi, mimi nimejifunza kitu kimoja, pamoja na ugumu wa Uislamu, pia Waislamu wagumu sana kutoa. Unaweza kusema maisha magumu, lakini watu walikuwa wagumu kutoa. Leo unaweza kukuta madrasa ina wanafunzi mpaka 150. Madrasa ya Kingo ndio mimi naenda wanafunzi wengi, lakini unaweza ukashangaa mwalimu anakuambia bwana, walonipa ada watu 20 au watu 30. Ada shilingi kwa mwezi 3000. Ukizungumzia watu 100, 3000 maana shilingi 100 kwa siku. Mwalimu akipata watu 100 atapata 300,000. Watu wanaishi maisha magumu, lakini sisi wazazi tumekuwa ndio wagumu na Waislamu tumekuwa wagumu kutoa. Mimi na rafiki zangu wengi upande wa pili, mashallah hata wasifiwe. Ukija dukani na bwana wewe vipi ukienda kanisani Jumapili? Anasema mimi kiwango yani kiwango cha chini kabisa lazima nakuwa na note ya shilingi 1000. 2, 5000, 10,000 lazima nitoe kila Jumapili. Lakini leo Muislamu atakwenda na kiasi chake cha shilingi 100, 200. Hayo yote tutajadili, lakini huu mpango ni mpango mpana. Mimi nimedhamiria kutunga kitabu kinachoitwa Kutelekezwa kwa Wanazuoni na Misikiti. Kwa sababu ukizungumzia misikiti pekee yake vijijini imetelekezwa, kwa sababu hakuna wanazuoni. Kuna misikiti imejengwa vijijini na kuelezeni, kuna misikiti imefungwa, kuna misikiti ya wasali Ijumaa kwa sababu hamna mtu kutoa hutuba. Ndio. Misikiti imefungwa mingine Ijumaa wasali. Wanasali sala za kawaida tu hizi basi. Lakini kwa nini? Kwa sababu wanazuoni wapo wanataka wasomeshwe. Na uwezi leo mtu ukamtoa hapa, ukampeleka Kilosa kule Kivungu, ukamwambia aishi kule asomeshe. Haiwezekani. Anatakiwa mtu wa Kivungu haje asomeshwe hapa Morogoro. Umeelewa? Ahudumiwe, asome. Kisha anarudi kule Kivungu akaishi kule, hata kama maisha yake ameyazoea, kule atasimamia. Lakini hivi vitu vinawezekana kama sisi tutakuwa na mipango mingi. Na hii mipango ambayo nakuandika kwenye kitabu ni mipango mingi sana. Leo hii kuna sehemu inaweza kuzungukwa na madrasa, lakini watu wakiwaambia bwana eneo lile Waislamu wako ngapi mtu ajue. Mtoaji sio yule anayekuja kusali. Kuna mtu mwingine haji kusali, lakini huwezi kujua mwisho wake mwema ni nini. Ule unaweza ukamfuata akatoa zaidi anayekuja kusali kila siku, lakini utakuta hajafuatwa. Ukimwambia mtu bwana, hapa katika eneo lenu la madrasa kuna watu wangapi ambao wamepitiwa Waislamu, hata kujulikana ongoza Waislamu eneo lile ni watu wangapi, lakini unaweza kukuta hakuna orodha kamili. Lakini unaweza kukuta eneo tu kuna madrasa ukakuta labda nyumba za Waislamu 100. Je, ukifuata nyumba za Waislamu ukawaambia jamani wanafunzi wenu wote leteni wanasoma bure, lakini wewe tulipe shilingi 3000 kila mwezi au 5000 kila mwezi. Mtoto ana 5000 kwa sababu ana watoto labda 4 au 5 wanasoma. Akitoa 5000 ukipata nyumba 100 unapata 500,000. Lakini mipango inatakiwa ifuatiliwe na uadilifu kama utango kuzungumzia. Wewe ni na uadilifu. Hii ndio kitu ambacho kinatuangusha sisi. Mambo mengi yanatakiwa tuyaweke kwa uwazi. Uwazi upatikane. Hata hivi swala tunasoma tutataka tuwaunganishe walimu wa madrasa. Sisi tunaweza kuwatengenezea kadi za wanachama. Wakawa na kadi zao wanatambulika. Na wao wenyewe wanatakiwa labda wanaweza kusema sisi kwa upande wetu, sisi walimu wa madrasa kila mwezi tunaweza tukatoa 3000. Kama vilivyozungumza wengine. 3000 wakipatikana walimu kwenye jumuiya ambao kama kikundi wakipatikana watu 200, hapo kuna 600. Tunatafuta watu wengine ambao watasapoti. Mimi naweza kusema mimi kila mwezi mimi natoa kiasi fulani kuchangia ule mfuko. Na natafuta marafiki zangu au kina Abedi, Sheikh Hamisi. Mimi naweza nikapata 350. Na kitu kikisimama vizuri hata kama ndio waendea watu ambao matajiri marafiki zangu nikiwaeleza watachanga kila mwaka wanaweza kutoa ile maana. Na hao walimu tunaweza tukawawezesha kwa sababu leo hii kuna mtu bwana walimu fulani bwana alikuwa anaumwa bwana. Operation yake itakiwa 500,000. Lakini imemshinda kutoa 500,000. Yeye pekee yake hawezi kutoa, lakini kikundi kile kilikuwa kina akiba yake. 500,000 ile inatolewa kama mchezo. Yule mwalimu anahudumiwa, anaokolewa maisha yake. Na hakuna kitu cha ajabu kama kutakuwa kuna pesa kwenye mfuko wao. Leo anaugua yeye, anaugua mwanae, ugonjwa ambao unataka tiba kwa gharama.
au wazazi wake wawili, tuweke kwamba yeye anasaidiwa yani kwa kitu cha aina gani. Kwa hiyo na mipango ya muda mfupi na mipango ya muda mrefu. Kwa hiyo mimi nadhani ili swala kueleza kwa upana ni swala kubwa sana. Kwa hiyo mimi binafsi, Mwenyezi Mungu akinipa uwezo, nitatunga kitabu ambacho kitaelezea kutelekezwa kwa wanazuoni ambao ni walimu wa madrasa na mashehe wengine, sawa, na misikiti. Maana vitu vyote vinaingiliana pamoja. Leo hii Muislamu unaweza kuona aibu, Muislamu anaingia msikitini. Anafika msikitini anavua viatu. Sehemu ya kuweka viatu anaipata nikiwa kule. Anatoka anaingia chooni. Pale atajisaidia, mwingine aliyewa sio nzuri ataoga. Atafika msikitini pale. Atasali. Akimaliza kusali, sawa, anasikia joto, feni pale na inamulika, analala anajinyosha. Kuna switch socket pale atawasha, ataweka simu yake ataichaji. Sawa? Anatoka wala hajali. Yaani aseme mimi huu msikiti kama mwalimu, huu msikiti unataka mahitaji, unataka umeme, unataka maji. Sawa, hizi feni zinazunguka zinataka nini? Hajali. Mwezi mzima wa Muislamu utakuta hata shilingi hajatoa. Anaingia msikitini. Na akipata msiba anaita mashehe waje pale wamsaidie. Haya. Swala la kuzika ataingia pale msikitini, jeneza lake la ndugu yake au marehemu atasaliwa pale, msikitini. Kila kitu bure msikitini. Anaingia siku ana ndoa, anaenda anafanya msikitini. Kwa hiyo sisi Waislamu tumekuwa wagumu kutoa, sio kwa sababu ya uwezo, wengine yani ni wagumu kutoa. Tukizungumzia kutoa hata kwenye kikapu wanavyochanga, sio lazima kila mtu atoe anachoweza. Kuna mwingine atatoa 1000, mwingine atatoa 5000. Hatuwezi kufikia malengo kama sisi wenyewe hatujitambui na tumekuwa wagumu kutoa. Waislamu sisi wagumu. Kwa hiyo kupitia kitabu changu inshallah naahidi kama tutafuata na vingine ushauri wako watu hauwezi kutunga kitabu peke yako. Kuna vitu vya kushauri, kuna vitu vya kuongeza. Kuna watu watakihariri kitabu kabla tuone kuna kitu, lakini hicho kitabu kikitoka kitaeleza mambo mengi sana. Na tumepania hiyo kitabu kama tutapata chapa watu wengine wagaiwe bure ili wasome wajue maana Uislamu kitu wanachotakiwa kwamba kwa mwalimu mwanazuoni ana faida gani katika Uislamu, msikiti una faida gani. Kama unazungumzia msikiti, tunakwenda Dar es Salaam kuzika, mtu anakaa kwenye nyumba ya flat Upanga wapi, hana nafasi, lakini analeta msiba wake Masjid Maamur pale, kila kitu kinafanyika, anafanyiwa pale kila kitu. Uone kama faida ya msikiti kutoka pale tena hakuna tena watu kwenda nyumbani kwake. Maliza pale maliza. Lakini leo misikiti imetelekezwa. Walimu wametelekezwa. Tusipofanya juhudi tutakuta kupoteza wanazuoni wa mbele. Umma utapoteza wanazuoni. Ni hayo maana hapa tukianza kuzungumza. Nashukuru sana wazee kwa kuthamini. Inshallah tutashirikiana pamoja. Asanteni sana. Shukrani. Kwa kweli tunashukuru kwa maelezo hayo machache lakini yenye maana na fawaida rukuki. Kila mwalimu tayari amekuelewa baada ya kusikiliza, na walilahi alhamdi, kama tulivyosema, semina hii maalum imetuletea maarifa mengi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Ya awalan awwalin. Amin. Wa ya akhiral amin. Amin. Wa ya dhal quwwatil matin. Amin. Wa ya rahimal masakin. Amin. Ya arhamar rahimin. Amin. Ya salamu sallimna wal muslimin. Amin. Allahumma ftah alaina abwabal khair. Amin. Abwabal barakah. Amin. Abwabal neema. Amin. Abwabal rizqi. Amin. Abwabal quwwa. Amin. Abwabal siha. Amin. Abwabal salama. Amin. Abwabal janna. Amin. Allahumma afina min kulli bala'in dunya wa bil akhirah. Amin. La ilaha illallahul halimul karim. Amin. La ilaha illallah rabbis samawati
العظيم. آمين. صدق الله العلي العظيم. آمين. وصدق رسوله النبي الكريم. آمين. ونحن على ذلك من الشاهدين. آمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. آمين. اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة. آمين. وبكل جزء من القرآن جزاء. آمين. اللهم ارزقنا بالألف ألفة وبالباء بركة وبالتاء توبة وبالتاء ثوابا وبالجيم جمالا وبالحاء حكمة وبالخاء خيرا وبالدال دليلا وبالزاء زكاة وبالراء رحمة وبالزاء زكاة وبالسين سعادة وبالشين شفاء وبالصاد صدقا وبالضاء ضياء وبالضاء تراوة وبالضاء غفرة وبالعين علما وبالخين غنى وبالفاء فلاح وبالكاف قربة وبالكاف كرامة وباللام لطفا وبالميم موعظة وبالنون نورا وبالواو نصرة وبالهاء هداية وبالياء يقين يا بارد على قريب وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. ما شاء الله تبارك الله. والحمد لله على التمام والكمال. mwalimu